Umuhimu wa kuingia kwa serikali ni nini? Sisi watu wa Taita tutapata faida gani? La kwanza, unajua tumeonja tu kidogo tukaingiza mguu mmoja hapo. Tuko na mambo kadhaa tunaweza ambia watu wetu wa Taita na Mwatate kwa ujumla. Mwatate mmesikia kwamba tuko na units 1680 za hostels zinajengwa hapa university yetu. Hiyo ni kazi ya masikazi. Tuko na affordable housing inaanza hapa ya bilioni 2 na milioni 200. Ni kazi si kazi? Tuko na soko pale Mwatunge ambayo imeisha, imebaki kidogo ije ifunguliwe. Ni kazi si kazi? Tuko na railway ya zamani imekaa miaka nenda miaka rudi. Sasa hii inatengenezwa ili watu wetu wa Mwatate, wa Taita Taveta kwa ujumla wawe na urahisi wa kufanya biashara zao. Ni kazi si kazi? Tuko na barabara hii ilikwama sasa imekwamuliwa. Na rais alisema jambo moja ya kwamba contractor tena hataondoka kwa hii barabara. Na tena akasema la pili ya kwamba timu nyingine itapelekwa upande wa Bura ianzie Bura. Kusudi barabara iishi haraka. Ni kazi si kazi? Ni tuta si tuta? Tena lingine la muhimu, tumeahidiwa na rais, kuna barabara moja kutoka pale Demwa ipande kwa watoto wetu wa Mari High School iende paka FTC iende paka Kungu. Hiyo ni barabara itawekwa lami. Ni kazi si kazi? Na sasa tunasukuma barabara ya Ronge kutoka hapa juu ipande paka Ronge ishuke paka Ndri. Ni kazi itakuwa si kazi? Tataka nini tena zaidi? Stima. Hapa tuna uhaba wa stima. Ingaje tumepata projects nyingi, lakini tulikuwa na shida nyingi Mwatate. Lakini mwaka huu mmesikia hapa Ruto amesema kwamba macho yake hatatoka Mwatate. Na ni hivyo alivyosema. Kwa hivyo stima tutapata mwaka huu, tutapata stima nyingi maeneo mengi. Kwa hivyo niposa tunasema tukae kwa nini? Lakini ninawaomba watu wa Ronge, ni jambo moja ndio sababu nimewaita hivi. Uchaguzi wa UDA utakuwa tarehe 9 mwezi ujao. Sasa hii tunaendelea na mambo ya kuandikisha watu kuwa wanachama wa nini? Wa UDA. Hiyo chama ndio serikali. Na tusidanganyane, hata 2027 hakuna rais yote mwingine atakayefanya nini? Atakayeingia ni huyo. Kwa hivyo tujipange sisi watu wa Mwatate na Taita Taveta kwa ujumla, tuwe mbele ya wengine. Tusidanganywe ni hao watu ambao wamekuwa kwa serikali miaka nenda miaka rudi. Wasije hapa kutudanganya tena turudi hapo kwa utumwa. Tumekuwa kwa utumwa zaidi ya miaka 20. Tuko kwa nchi ya Kenya, lakini tunakuwa kwamba sisi tunaonekana kama kwamba sisi si wa Kenya. Kwa sababu ati tunaunga mkono upinzani. Tunajua matunda ya upinzani, si tunajua ni machungu mno. Tumepitia hali ngumu mno kwa zaidi ya miaka 20. Lakini tushukuru Mungu ya kwamba hiki ni kipindi cha Mungu. Wakati wa Mungu ukifika, mambo huwa yanafanyika yenyewe. Kwa hivyo ninaomba watu wa Ronge tarehe 9. Na nataka kila mtu aweke hiyo tarehe akilini mwake. Nimesema tarehe ngapi? Nimesema tarehe ngapi watu huku? Tarehe ngapi? Tarehe 9. Hiyo ni mwezi ujao. Hiyo ndio itaonesha kabisa sisi tumeamua tunamuunga mkono rais wetu Ruto na miguu yote. Tafadhali tutoke sote tukapige nini? Kura. Hata kama hujajua kiongozi ni nani, nenda, viongozi ni 20 wako hapo, nenda uweke nini? Tick. Na tukifanya hivyo tutakuwa hivi tumetengeneza maendeleo yetu ya Mwatate. Hiyo itamuonesha rais wazi ya kwamba watu wa Mwatate wameamua kutembea na nani? Na yeye. Kwa hivyo hiyo ndio njia tunaweza kusaidiana sisi watu wa Mwatate na Taita Taveta kwa ujumla. Kila mtu hakikishe siku hiyo amepiga nini? Kura. Na sasa tunaendelea kuandikisha. Tafadhali hakikisha umeandikisha ukawa mwanachama wa UDA. Usipitwe. Tunataka kila mmoja
awe basi mmoja wa yule ambaye ameleta mabadiliko hapa Mwatate. Maana usipopiga kura itakuwa wewe ndio unaturudisha nyuma. Wewe ndio unarudisha Mwatate nyuma kimaendeleo. Kwa hivyo wamama, wababa, vijana, ninaomba sana kwa unyenyekevu, vile tulivyoanza safari na nyinyi, basi tuendelee na nyinyi kwa njia ya kujisajili kwa chama hiki cha UDA, na pia baada ya kujisajili tarehe 9 tupige kura. Tumekubaliana hapo? Tafadhali tukifanya hivyo tutakuwa tumejikomboa. Hatutaki tukombolewe na mtu, tunataka tujikomboe sisi wenyewe. Kwa hivyo Mronge, utajikomboa wewe mwenyewe kwa kutoka tarehe 9 upige kura. Na baada hivyo tutaona yale ambayo yatatokea hapa. Maana wengi wamesema hapa hatujawahi kuona maendeleo kama haya ambayo tumeyapata wakati wa uongozi wa rais wetu William Samoei Ruto. Na yeye unaona anajaribu kuleta makabila yote pamoja. Ametufundisha hayo. Ndio mnaona mimi kama Mdumiki leo nimeleta viongozi wote pamoja. Simeona hapa? Naona ni wangapi wanapigania useneta na wako hapa? Kama mlikuwa mnasikia, kama mninyi kweli ni wanafunzi wazuri. Ni wangapi wanapigania useneta wako hapa? Watatu. Na supende huyu tuko na watu watatu hapa ambao wanapigania kiti kimoja, lakini sisi ni watu tunapendana. Hatuwezi tenganishwa na siasa, maana siasa zitapita, sisi tutabaki hapa hapa. Ndiposa mmetuona tuko hapa. Na hata siasa zote, kampeni zile zitakuwa mbele, tutafanya pamoja. Haijalishi ni wangapi watataka ubunge, tutafanya na wao siasa pamoja kama wataingia kwa chama ya UDA. Na lingine ninaloomba, ili basi tuwe wakamilifu kabisa kwa UDA, tufanye kama Kilifi vile ilifanya last time, na Kilifi ndio imepata maendeleo mengi wakati wa serikali ya Nino ya nusu mkate. Maana wote walipiga, unajua full suit. Walipiga full suit ODM kutoka juu mpaka chini. Na sisi watu wa Taita Taveta tunataka tuvunje hii record leo. Hatuwezi shindwa na Wagiriama. Wewe Mgiriama na Mtaita utashindwa na Mgiriama? Wataita tuamue kutoka juu mpaka chini ni UDA. Harambee! UDA! Kazi ni kazi. Hebu tuone tutamwe mheshimiwa wetu Ruto, tutam. Asanteni, sitataka tuongee mengi maana tumeongea ya kutosha. Leo tulikuja tuelezane hayo, na naomba mchukue kwa uzito. Tarehe 9 usisahau. Sahau kila kitu lakini usisahau tarehe 9. Na Mungu atawabariki. Na leo president ameona ni vyema ndio wakati tunafanya haya yote akatuletea nini? Chakula. Na baada ya chakula ninaomba leo mjipange vizuri. Kuna kitu kila mtu ataenda nacho wapi? Ni sawa. Na tumeona vile Taita Taveta tumeingiana. Gavana wetu yuko yu? Seneta ni wa yu? Women rep ni wa yu? Mbunge wetu ni wa? MCA wetu wa Mwatate. Tutawachagua wote UDA.